Mwongozo wa kujifunza Biblia, hili likiwa ni somo la 9 katika robo hii ya pili ya mwaka 2026. Dhambi, Injili na sheria. Leo ni Mei 29, siku ya Ijumaa. Jifunze zaidi. Hatupaswi kushangazwa kwamba mada ya sheria inaweza kuwa yenye kupotoshwa kiasi hicho na kutoeleweka, hasa kwa vile changamoto ya Shetani dhidi ya Mungu ilihusu sheria yake. Wengine katika siku za Yesu walidhani kuwa alikuwa amekuja kuibatilisha sheria, lakini hilo lilikuwa limeenda mbali kupitiliza kutoka katika kweli. Yesu aliangaza nuru juu ya sheria na tabia ya Mungu ya kupendeza. Naye alikuja kuitimiza sheria. Mathayo 5:17 na 18 kutuonesha vile Mungu alivyo. Ni pale tu heshima kwa neno takatifu la Mungu ingetunzwa mioyoni mwa watu, wangeweza kutumaini kutimiza kusudi la Mungu. Ni kwa kuzingatia tu sheria ya Mungu ndiko kulikowapa Israeli nguvu wakati wa utawala wa Daudi na miaka ya awali ya utawala wa Sulemani. Ilikuwa kwa njia ya imani kwa neno hai ndipo matengenezo yaliwezekana kufanyika katika siku za Eliya na Yosia. Na ilikuwa kwa maandiko hayo hayo ya ukweli, urithi tele wa Israeli, ambayo Yeremia alitumia katika juhudi zake za kufanya matengenezo. Ellen G. White, Manabii na Wafalme, sehemu ya pili, ukurasa wa 88. Maswali ya kujadili. Swali la kwanza: ni kwa jinsi gani utamaduni unaopendwa sana unaitazama dhambi? Mwitikio wa kanisa letu unapaswa kuwaje? Swali la pili: ni lini umeona moja kwa moja jinsi dhambi inavyoharibu uhusiano na Mungu na uhusiano na wengine? Swali la tatu: je, utii kwa sheria ya Mungu umekuwa rahisi au mgumu katika maisha yako? Ni vitu gani vimechangia kuwa na hali hiyo? Swali la 4: ni kwa jinsi gani sisi kama Waadventista wa Sabato, ambao jina letu lenyewe linaonyesha jinsi tunavyozingatia kwa uzito sheria, tunaweza kuepuka mtego wa ushupavu wa sheria wa kutegemea ushikaji sheria wetu kutuokoa? Fanya jaribio la mawazoni katika siku ya hukumu. Utategemea nini wakati kila dhambi yako itakapoletwa mbele ya Mungu mtakatifu na mkamilifu hukumuni? Ushikaji sheria wako au haki kikamilifu ya Yesu kwa niaba yako? Swali la 5 na la mwisho: ni kwa jinsi gani maarifa au kukosa maarifa kunaweza kuathiri uhusiano wa mtu na Mungu? Soma Mithali 24:3, 13 na 14. Muhtasari: maisha yetu yameathiriwa na dhambi ambayo inatutenga na Mungu. Hata hivyo, Mungu anatualika kumjua na kumpenda kwa mioyo, akili, roho na nguvu zetu zote. Tunapofanya hivyo kiasilia, tutakuwa na upendo zaidi kwa wengine. Upendo huo kwa Mungu na kwa wengine unaelezwa katika sheria ya Mungu ambayo ilitolewa ili kulinda na kuhifadhi uhusiano wetu naye pamoja na wale wanaotuzunguka. Sheria ya Mungu ni udhihirisho mzuri sana wa tabia yake, na mara tunapoielewa sheria yake, uhusiano wetu naye unaimarika. Mungu atubariki sote.